Ndio maana hii fimbo hapa ipo ni ya kale kama unavyoelewa mambo ya mababu na mabibi. Masuala ya mizimu. Yaani hapa ilitakiwi kutolewa, ndio maana unapotoka miaka nenda rudi waga naishi hapo. Sijui mnaelewa? Inalindwa na mizimu. Na mafanikio jinsi ya kuyapata tukishatoka hapa kuelekea nyumbani. Kila mmoja wetu akifanikiwa kufika nyumbani, ukishaingia ukifungua mlango wako ukiingia upande wa kulia, lazima utakutana na kitu ambacho kwako huwa ni kinga kinachokuongoza. Kwa mfano mimi nilipofanikiwa kurudi nyumbani baada ya kuyashinda yote majaribu, nikakutana na hiki hapa. Sisi tunaelewana? Kwa ndio maana hata tulipofika pale kwa yule mheshimiwa babu pale Bwana Kapongo akaibariki. Si mliona jinsi nilivyofanya pale? Ndio. Kwa na nyinyi wenzangu mtakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo ndio tutakuwa nakupa mwongozo. Kwa fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Ndio mafanikio yako yanakuja hiyo kwa njia hiyo. Sisi tunaelewana ndugu zangu. Kwa sasa naomba tujiandae kwa ajili ya kuondoka. Maana swala letu tulileta kutushalimaliza. Sawa? Yaani mafanikio yanapatikana katika fimbo ile. Afu niiache mimi? Hapana. Lazima niichukue. Ngoja tuone. Mbona hujatunyia? Haona kutoka kwenyewe. Nani hapa tu nani? Juli kwanza. Wapi anageuka nyuma sijamuona au kapitia sehemu? Ana mauchoka sasa angesema jamani. Au kaenda kuolewa hizo ndani. Kwa hiyo tunamsubiri au? Tumsubiri sasa tutamwacha. Sasa wewe muda wote yani mtu yani tumekuja tupateseka kwa kuja na kwa kurudi wala. Sema ule Julia anapenda sana kujitenga peke yake. Kama sijui yani nini. Alafu unajua jamaa ana vitabia vya ajabu sana yule. Anazingua. Au atia hata pige ngoma mwanangu. Pige burudani kidogo au si? Jamani ule mzee alisemaje kule juu? Alisemaje nini? Makelele. Kama makelele anafika mbali anafika wapi? Kwani tushamaliza sasa hizi? Sio shamaliza nisikize. Shughuli bado, sio kama mmaliza. Bado shughuli. Kwanza inaanza mimi nikwambia pale. Na mahusiano yenu huko msifanyie ujinga wenu kutoka. Sasa ndio maana hata mimi sitamani kwanza hata mkae karibu na mahusiano yenu. Mtengane mbali mbali.
Basi kama vipi kama tunamsubiri tumsubiri. Usizidi dakika 5 hizo bwana. Kama akifika sifika bwana sisi tunatembea. Unakuta moja hapo yeye kakosesha. Wewe unaenda kuokota makusu wewe bwana. Makusu wapi ndugu wangu? Kuna makusu huko, kuna makusu. Eti blaza, apigi yule. Wewe sura bangi kabisa. Nani aliniambia nije ukubora tu nikibaki zangu maskani. Hivyo
Tupite huko. Niliwaambia lakini. Kulikoni Wisa? Babu, bora babu tusaidie babu. Niliwapa masharti. Babu. Kitu unakuta tena. Babu wenzetu kwanza. Babu tusaidie babu. Niliwaambia tusaidie babu. Huu msitu wa Kolelo ni msitu mzito mno. Bongo tusaidie babu. Ni msitu mzito, ndio maana nikawapa masharti yale. Kwamba yale masharti myafuate. Sio mimi. Wao babu. Sasa nisikilizeni kwa makini, Nyinyi fanyeni kuondoka. Mimi hili jambo nitalimaliza mimi na litaisha. Mmenielewa? Ndio babu. Haya, nendeni. Babu. Sasa nisikilizeni kwa makini sana. Naombeni mpite njia. Njia nimeshaisafisha. Njia salama. Haya. Kwa moja babu. Nyosha. Wakuu nimekuja. Nimepata shida kubwa sana, vijana wameharibu, mambo yameharibika. Mambo yako timu kwenye msitu. Naomba mnipe nguvu ya kutatua hili tatizo. Naomba mnipe nguvu nikalimalize hili tatizo jamani wakuu. Vijana wameniharibia. Mambo yameharibika. Mambo yako timu wakuu, naomba mnipe nguvu ya kutatua hili tatizo. Naomba mnipe nguvu wakuu. Wisa, hizo njia situlojia hii jamani. Kwa maana tumetoka ujue njia gani? Si mjengo ndio tunapandisha kidogo na tupige nyumba ya umesahau. Kwenye tengo leo na pale. Tunajua hii. Hapo sasa tushafika nyumbani, hapo nijikaze tu nyumbani tushafika hapo. Tumefika nyumbani jamani Wisa. Tunaona hata mjengo leo kwa ndio kabisa.